tukio la mauaji ya watu wawili vijana ambao ni wa jinsia ya kiume lilojitokeza katika wilaya ya Nyamagana baada ya vijana hao kushambuliwa na watu wenye hasira kali ambao walibeba silaha za jadi na kuwashambulia sehemu mbalimbali vijana hao za miili yao, jambo ambalo lilipelekea vijana hao kupoteza maisha. Ni kwamba siku ya tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2025, hii ilikuwa ni majira ya saa 2 za usiku huko katika mtaa wa Igelegele katika kata ya Maina wilayani Nyamagana. Siku hiyo na muda huo nilioutaja, wananchi waliweza kuwakamata watuhumiwa wawili kwa tuhuma za wizi wa pikipiki, tuhuma za uvunjaji wa nyumba wakati wa usiku na wakati wa mchana, na kuiba mali mbalimbali za watu. Watuhumiwa hao waliokamatwa na kuanza kuhojiwa kwa tuhuma hizo, majina yao ni kama ifuatavyo. Wa kwanza alitambuliwa kuwa ni Omari Hamisi Shaban ambaye kabila lake ni Mnyamwezi. Ni kijana ambaye umri wake unakadiriwa kuwa miaka 24 na alijitambulisha kuwa ni mkazi wa Igelegele. Kazi yake alijitambulisha kuwa ni mkulima. Wa pili alitambuliwa kuwa ni Saidi Jumanne Bundala ambaye kabila lake ni Mnyamwezi pia, umri wake ni miaka 35. Kazi yake ni mkulima na mkazi wa hapo hapo Igelegele. Na vijana hao walikuwa wakiishi katika chumba kimoja cha kupanga. Watuhumiwa hao walikamatwa pamoja na wananchi, walikamatwa pia na viongozi wa eneo hilo la Igelegele ambao ni mtendaji wa mtaa wa Igelegele na mwenyekiti wa mtaa. Kwa hiyo hao viongozi pia na wananchi walikuwa katika ushiriki wa kuwakamata hao watu na kuweza kuwahoji, kuwafanyia mahojiano kuhusiana na tuhuma hizo. Vijana hao wakati wanaendelea kuulizwa maswali kuhusiana na tuhuma hizo, nasemekana vijana hao walikubali kutenda makosa hayo, na katika kueleza walidai kwamba walihusika katika tukio moja la wizi wa pikipiki ambayo ni MC 194 EMM aina ya King Lion, ambayo pikipiki hiyo ilitambuliwa kuwa ni ya Hamisi Nuhu, mkazi wa Igelegele, ambayo ilikuwa imeibiwa siku ya tarehe 18 mwezi wa 9 2025 baada ya nyumba aliyokuwa akiishi mwenye pikipiki hiyo kuvunjwa na hatimaye pikipiki hiyo kuweza kuibiwa. Baada ya kueleza tukio hilo, walieleza na matukio mengine ambayo walishiriki kuyafanya kwenye kundi hilo la wananchi. Baadaye watu hao waliwaongoza wananchi kwenda kwenye chumba walichokuwa wanaishi ili kuwaonesha mali nyingine ambazo walikuwa wamezipora katika matukio mengine ya kihalifu hapo mtaani. Katika chumba hicho waliweza kupata vitu vifuatavyo: flat screen 4, vifaa mbalimbali vya kuvunjia kama vile nyundo, msumeno, funguo za kufungulia makufuli na milango tofauti tofauti 2, na funguo nyingine mbalimbali ambazo za kufungulia mageti na milango tofauti tofauti ziko funguo 70. Lakini walikutwa na kifaa maalum cha umeme ambacho walidai kukitumia katika kuvunjia milango na madirisha. Lakini waliweza kukutwa na mtalimbo mmoja,
Pia walipatikana na makufuli 8 ambayo tayari alikuwa ameshavunjwa na spana mbalimbali 12. Baada ya kupatikana kwa vitu hivyo, ndipo wananchi wenye hasira kali walianza kuwashambulia watuhumiwa kwa kutumia silaha mbalimbali za jadi, ambazo silaha hizo walizitumia kuwashambulia vijana hao sehemu mbalimbali katika miili yao. Viongozi waliokuwa kwenye eneo hilo, baada ya kuona tafulani hilo, walijaribu kulizuia kundi hilo la vijana ambao walikuwa na hasira wasiwashambulie wale wahalifu ambao walikuwa wanaendelea kuonyesha mali za wizi, lakini viongozi hao hawakuweza kwa sababu tayari watu walikuwa na hasira kali. Watu hao wenye hasira walizidi kuwashambulia vijana hao, ambao ilipelekea vijana hao kupata majeraha makubwa sehemu mbalimbali za miili yao, ikiwepo kichwani pia. Baada ya vurugu hizo, au wakati vurugu hizo zikiendelea, viongozi walifanikiwa kupiga simu kwa jeshi la polisi, na askari wetu wa jeshi la polisi walifika katika eneo hilo baada ya kupokea taarifa kwa njia ya simu kutoka kwa viongozi hao. Askari wetu baada ya kufika kwenye eneo la tukio walifanikiwa kutawanya kundi hilo la watu waliokuwa na silaha za jadi na waliokuwa wakiendelea kuwashambulia hao vijana wawili. Kundi hilo liliweza kutawanyika na jeshi la polisi waliweza kuwachukua vijana hao ambao hata hivyo walikuwa wamejeruhiwa vibaya katika miili yao. Waliwachukua na kuwapeleka kwa ajili ya matibabu. Majeruhi hao walikimbizwa katika hospitali ya Bugando kwa ajili ya matibabu zaidi. Siku hiyo hiyo usiku, jitihada za madaktari zikiendelea, jeshi la polisi tulipokea taarifa kwamba vijana hao wawili walikuwa bahati mbaya wamepoteza maisha. Walipoteza maisha wakiwa katika hospitali ya Bugando ambapo walikuwa wanaendelea kupatiwa tiba. Uchunguzi kuhusiana na tukio hilo unaendelea, ikiwa ni pamoja na kuwakamata watuhumiwa wote waliojichukulia sheria mikononi, kwa sababu kujichukulia sheria mikononi ni kosa kisheria. Na jeshi la polisi kwa Mwanza limekuwa mara nyingi kupitia mikutano yake mbalimbali, kupitia mpango wa wakaguzi wa kata, tumekuwa tukikemea kwa nguvu zote tabia ya baadhi ya watu kujichukulia sheria mikononi. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea ili wale wote waliohusika na tukio hilo la kujichukulia sheria mikononi waweze kukamatwa na kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Miili ya marehemu hao wawili imehifadhiwa katika hospitali, katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Bugando, na hivi ninavyoongea tayari miili yote hiyo imeweza kutambuliwa, na ndugu wamefika pale wametambua, na utaratibu wa postmortem unaendelea kufanyika ili ndugu hao ambao tayari. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.